Katika mitaa ya mji wa kati palikuwa na mwanamke mmoja aliyejulikana kwa jina la Mama Muuza. Jina lake halisi ni Halima, lakini karibu kila mtu katika mtaa ule alimjua kwa jina hilo, kwani kila siku alfajiri alionekana barabarani akiwa amebeba vyombo vyake akijiandaa kupika na kuuza chakula cha jioni na mchana kwa wapita njia. Halima hakuwa daima Mama Muuza. Miaka ya nyuma alikuwa binti mwenye ndoto ya matumaini. Aliolewa na mume aliyempenda sana. Walipanga maisha ya furaha, wakijenga nyumba ndogo ya kupanga, wakajaliwa watoto 3, lakini baada ya miaka michache mambo yalianza kubadilika. Mume wake alianza kulewa pombe kupita kiasi, akapoteza kazi na hatimaye akaanza kumtelekeza. Siku moja aliondoka nyumbani na hakurudi tena. Halima alibaki akiwa peke yake na watoto wadogo 3 bila msaada wowote. Alilia sana siku za kwanza, lakini alipoona macho ya watoto wake wakimwangalia kwa njaa, akajua machozi hayatalisha familia. Akaanza kuuza maandazi mitaani kwa mtaji mdogo aliopata kwa kukopa kwa jirani yake. Kila siku aliamka alfajiri sana, akapika kisha akaenda barabarani kuwauzia watu waliokuwa wakikimbilia kazini. Hali haikuwa rahisi. Mara nyingi watu walimdharau wakisema, yule mama maskini aliyeachwa na mumewe anafanya nini maishani? Lakini Halima hakuwahi kukata tamaa. Aliamini ndani ya moyo wake kuwa kila hatua ndogo ni mwanzo wa safari kubwa. Wakati mwingine alikosa kuuza vyote, akirudi nyumbani akiwa amechoka na hasara. Wakati mwingine mvua ilinyesha ikimharibia chakula, lakini kila alipokumbuka ndoto za watoto wake, alijua hakuna budi kusimama tena kesho. Watoto wake walimuona kama mama shujaa. Wakati wenzake wakicheka kuwa hawana baba, walijua wana mama mmoja mwenye nguvu kuliko watu wote. Kadri siku zilivyozidi kwenda, watu walianza kumzoea Mama Muuza. Chakula chake kilikuwa kitamu kilichopikwa kwa moyo wa upendo. Wafanyakazi walipita kula, wanafunzi walipata mlo wake wa bei nafuu, na hata viongozi wa eneo hilo walifika mara kwa mara kwa ajili ya chakula chake kitamu. Alianza kukusanya wateja wa kudumu, aliweka akiba kidogo kidogo, akajenga kibanda cha kuuzia chakula badala ya kukaa barabarani tu. Polepole maisha yake yalianza kubadilika. Licha ya mapato yake kuwa madogo, Halima hakuwahi kuacha watoto wake wakose shule. Alijinyima mavazi mapya na starehe ndogo ndogo, lakini ada za shule hazikuwahi kukosa. Mara nyingi aliwaambia watoto wake, mimi nimebeba jiko na sufuria kila siku, lakini nyinyi mtabeba vitabu. Hiyo ndiyo njia pekee mtakayonitoa kwenye mateso haya. Maneno hayo yakawa mwongozo wa maisha yao. Watoto wake walianza kumsikiliza mama yao na kuanza kusoma kwa bidii. Mtoto wake wa kwanza alipata nafasi ya kwenda chuo kikuu, jambo lililomfanya mama yule alie kwa machozi ya furaha. Miaka ikapita. Mama Muuza sasa alikuwa na kibanda kikubwa zaidi, akiajiri wasaidizi 2. Alijulikana kama mama jasiri, mfano wa kuigwa kwa wanawake waliotelekezwa na maisha magumu. Mara nyingi alialikwa kwenye mikutano ya wanawake kuzungumzia nguvu ya kujitegemea. Wale waliomcheka zamani sasa walimuita mama shujaa. Mama Muuza alithibitisha kuwa kuachwa na mume si mwisho wa dunia. Alionyesha kuwa mama anaweza kuwa nguzo ya familia na chanzo cha matumaini. Aliamini kuwa kila jasho lake lilikuwa mbegu ya mafanikio ya kesho. Hii ni simulizi ya maisha ya mama wengi wanaotelekezwa, lakini wakasimama kama nguzo kuu za familia. Mama Muuza ni mfano hai kuwa ujasiri na bidii vinaweza kuvunja vizuizi vya maisha. Upendo wa mama ni silaha kubwa inayoweza kushinda dharau na changamoto. Pia elimu ni watoto. Kadhalika elimu ya watoto ni urithi bora kuliko mali zote. Kwa kweli simulizi ya Mama Muuza ni somo kwamba kila mtu anaweza kubadilisha maumivu kuwa nguvu na fedheha kuwa heshima.